Amen. Haleluya. Haleluya. Basi tuingie nyumbani mwa Mungu kwa ajili ya mchana wa leo. Na somo letu la leo itakuwa ni kujitenga na uovu. Lakini pia tunaweza kusema usiangamie kama mjinga. Somo letu la leo linasema kujitenga na uovu na usiangamie kama mjinga. Kujitenga na uovu na usiangamie kama mjinga. Tumeona hapa asubuhi kwenye kitabu cha Misali sura ya 6, Mungu akisema yako mambo 6 na yako 7 yaliyo chukizo kwa Mungu. Na mchana wa leo tunajifunza kujitenga juu ya hayo mambo 6 na yaliyo 7 ambayo ni chukizo kwa Mungu. Lengo ni nini? Sisi kutambua na kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mhubiri sura ya 7 ule mstari wa 15 mpaka wa 17. Maneno ya Mungu yanasema hivi: katika maisha haya yangu ya ubatili nimeshaona haya mawili. Katika haya maisha yangu ya ubatili nimeishaona haya mawili: moja, mtu mwadilifu akiangamia. Moja, mtu mwadilifu akiangamia katika uadilifu wake. 2, mtu mwovu akiishi maisha marefu katika uovu wake. 16, usiwe mwenye haki kupita kiasi, wala usiwe na hekima kupita kiasi. Kwa nini kujiangamiza mwenyewe? 17, usiwe mwovu kupita kiasi, wala usiwe mpumbavu. Kwa nini kufa kabla ya wakati wako? 18, ni vema kushika hilo moja, na wala usiache hilo jingine likupate. Hekima za Sulemani, kitabu cha Mhubiri, anatuambia juu ya mambo mawili hapa. Anatuambia juu ya mambo kadha hapa, na namna ambavyo unapaswa kuishi, namna ambavyo unapaswa kutembea, namna ambavyo unapaswa kutenda, namna ambavyo unapaswa kuwa mwana wa Mungu. Anazungumza juu ya haya mambo mazito. Anazungumza juu ya haya mambo yenye maana. Anasema ya kwamba yako mambo ambayo wanadamu yanawapata, yako mambo ambayo sisi sote kinatupata, na yako matukio ambayo tunakutana nayo katika maisha ya kila siku. Akisema hivi ya kwamba katika maisha yangu nimeona mambo mawili. Jambo la kwanza, anasema mtu mwadilifu akiangamia katika uadilifu wake. Unaweza ukajiuliza, nawezaje kuangamia mimi niliye mwadilifu? Nawezaje kuangamia mimi niliye na hekima? Nawezaje kuangamia mimi ambaye nimetembea katika mapenzi ya Mungu? Anasema nimeona watu waadilifu wakiangamia katika uadilifu wao, na nimeona watu waovu wakiishi maisha marefu katika uovu wao. Unaweza kujiuliza kwa nini mtu mwadilifu anaangamia katika uadilifu wake? Nataka nikwambie jambo moja, ya kwamba wapo waadilifu wengi leo wameangamia kwa sababu hawakuweza kutambua hekima ya Mungu.
Uadilifu lazima uendane na hekima ya Mungu. Uadilifu lazima uendane na mapenzi ya Mungu. Uadilifu lazima ukwambie hapana. Kuna mambo, pamoja na kwamba wewe ni mwadilifu, kuna mambo hupaswi kuyafanya. Kuna mambo hupaswi kukaa karibu nayo. Kuna mambo unapaswa kuyakimbia. Sema amen. Sema amen. Kuna mambo unapaswa kuyakimbia, pamoja na kwamba wewe ni mwadilifu, pamoja na kwamba wewe ni mwenye hekima, pamoja ni kwamba wewe una ujuzi. Kuna mambo unapaswa kuyaweka pembeni. Usipoyaweka pembeni, utaangamia katika uadilifu wako. Sema amen. Nikupe kisa kimoja cha dada mmoja anaitwa Dina. Dina binti mwadilifu, mtoto aliyekuwa kwenye maadili ya familia ya Mungu ya Yakobo. Huyu binti alikuwa mwadilifu. Huyu binti alikuwa anampenda Mungu. Huyu binti alikuwa ni uzao wa sehemu ya ahadi ya Yakobo kwa Mungu. Anasema nitakufanya kuwa taifa kubwa, na wewe kuanzia leo utaitwa Israeli. Dina alikuwa ni sehemu ya watoto wa ahadi ya Mungu. Akaingia mikononi mwa wapagani. Akaingia mikononi mwa watu wa mataifa waliompenda kwa mwili, waliompenda kwa shepu yake, waliompenda kwa uzuri wake, na wakatafuta namna ya kumpata. Akajilinganishia uadilifu wake ya kwamba mimi ni mtoto mzuri katika familia ya Yakobo. Akasahau ya kwamba wapo waadilifu huwa wanaanguka kwenye mikono ya watu wabaya, na uadilifu wao unapotea. Unapotea. Sema amen. Lakini tunaona waadilifu kama Yusufu alipotambua kwamba mimi ni mwadilifu na ninaanguka mikononi mwa mwanamke huyu ambaye ni mke wa Farao anayetaka kuniangusha, Biblia inasema akakimbia. Uadilifu unakupa tahadhari. Uadilifu unakupa mipaka. Uadilifu usipozingatia hayo, ndio maana anasema mtu mwadilifu ataangamia katika uadilifu wake, na mwisho wako utakuwa mbaya. Utakuwa mbaya. Anasema hivi, na muovu akiishi maisha marefu katika uovu wake. Unajua kwa nini waovu wanaishi muda mrefu? Kwa sababu hayo ni maisha yao. Ndio maisha kubali. Anakuumiza hajali, anakujeruhi hajali, anakutukana hajali, anakuibia hajali, anakujeruhi hajali, anafanya chochote hajali. Anaishi maisha marefu kuliko mwadilifu. Maana mwadilifu moyo wake kila kidogo yeye na kimbilio lake ni kumwaga machozi. Kinini kunakuuliza, kwa nini unatoa machozi? Fahamu, uliwaacha mlango wa uadilifu wazi, na mwadilifu ataangamia katika uadilifu wake. Katika mawazo yako mema, ukifikiri ni mema, haya mawazo mema ndiyo yatakayo kuharibu. Tambua ya kwamba ziko nafasi ambazo unahitaji kusema hapa ninahitaji kusema hapana, hapa ninahitaji kuonya, hapa nahitaji kukaripia, hapa nahitaji kukimbia, hapa nahitaji kusema hili ni la Shetani. Amen. Haleluya. 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 Anasema hivi, usiwe mwenye haki kupita kiasi, na wala usiwe na hekima kupita kiasi. Usiwe mwenye haki. Haina shida. Mimi mwenye haki Bwana. Mimi hakuna kitakachonipata. Mimi ni mwenye haki wa Mungu. Biblia imesema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mungu anasema mimi ni mwenye haki, naishi kwa imani Bwana. Natembea kwa imani Bwana. Utaniambia nini Bwana? Mimi ni chapa ya Mungu. Mimi ni mboni ya jicho la Mungu. Mimi ni mwana mteule. Mimi ni mwenye haki. Hakuna atakayenitisha. Wewe mwenye hekima anasema usiwe mwenye haki kupita kiasi. Unahitaji kuweka self control, ujidhibiti. Kuna mwingine anasema hivyo hivyo, na uwe na tahadhari. Amen. Usiwe mwenye haki kupita kiasi, na wala usiwe mwenye hekima kupita kiasi. Yaani wewe
Mungu, unajua kila kitu, upo mahali pote, unaishi popote. Yaani hilo nalijua. Hilo nalijua. So kuna mengine sio ya kushauri. Nimekuja nataka ushauri. Mwambie. Mengine amesikia ndugu yangu hilo linahitaji maombi, mimi sina cha kukushauri. Usiwe mwenye hekima kupita kiasi, usiwe mwenye haki kupita kiasi, usiwe mwenye ujuzi kupita kiasi, usiwe mwelewa kupita kiasi. Hamjawahi kuona watu wanajua kila kitu? Yaani watu wanaelewa kila kitu. Watu wanafahamu kila kitu. Kila kitu. Hilo nalijua. Hilo nalijua. Hilo nalijua. Yaani wao wanajua kila kitu. Hamna anajua kila kitu. Sema amen. Hamna anajua nini? Kila kitu. Kuna mengine bado hatujui. Kuna mengine bado tunajifunza. Kuna mengine bado tunachuchumilia. Ndio maana hata mimi naenda shule. Ndio maana hata wewe unasoma. Maana kuna mambo bado siyajui. Kuna mambo ndani ya Biblia bado siyajui. Bado najifunza. Pamoja na kwamba ni mhubiri wa injili mkubwa, lakini bado kuna mambo najifunza. Ile siku tasema na yajua yote kwenye Biblia, ni siku ambayo Bwana atakuwa amenitoa kuniondoa katika ulimwengu. Lakini kama bado nipo chini ya jua, napaswa kujifunza kupita. Napaswa kuelewa kila siku ya kwamba mimi bado ni mwanafunzi. Napaswa kujifunza kila siku. Sema amen. Sema amen. Tunajifunza kutokana na nini? Na makosa. Tunajifunza kutokana na mapungufu yetu. Fahamu ya kwamba usiwe mwenye haki kupita kiasi. Na ndio maana leo hii ulokole wengi wamekuwa magomvi, kwa sababu kila mtu anajihesabia haki. Hapa mimi ndo nimeonewa, hapa mimi ndo nimekosewa, hapa mimi sikia, lazima ifike tu mahali. Unajua shahidi wa moyo wako na makosa yako wa kwanza ni moyo wako. Na dalili ya uponyaji wa roho yako ni kuweka wazi kosa lako, ukasema hakika hapa nimekosa. Hapa nimekosea. Hapa siko sawa. Sema amen. Sema amen. Anasema hivi, usiwe mwovu kupita kiasi, wala usiwe mpumbavu. Kwa nini kufa kabla ya wakati wako? Usiwe mwovu kupita kiasi, na wala usiwe nini? Mpumbavu. Kwa nini kufa kabla ya wakati wako? Naona kuna wakati uhitaji kufa bwana. Uhitaji kufa kiroho, uhitaji kufa kimwili, uhitaji kufa kiuchumi, uhitaji kufa kwenye ndoa yako. Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Kuna wakati mwingine unasema hapana, hapa nakimbia, hapa naona dalili ya mauti ya roho yangu, hapa nakimbia. Huu rafiki ninavyouona, tunakoelekea hapa ni kubaya. Hapa tunakoelekea hapa kwenye kuuana. Hapa tunakoelekea hapa tutanyonyesha watoto wa paka. Sema amen. Unaingia pabaya, unasema mazingira haya napiga kona narudi. Ni bora kukosa rafiki kuliko kukaa na urafiki hatarishi. Amen. 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 Lazima wewe mwenyewe uwe na uwezo wa kusema hapa. Kwa nini kufa kabla ya wakati wako? Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Na kufa. Bado tupige mchele. Tena tunapiga mchele na ling'ombe la maana. Kama nawapenda wenzangu wa Nyilamba, wao msiba ng'ombe lazima anguke. Ng'ombe chini pigwa ng'ombe. Ninaga kuzika ule msiba mzee wangu wa kanisa, baba yake, na huyu mwingine nimeenda juu. Pigwa ng'ombe wa maana. Kwa nini ufe watu wale ng'ombe? Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Huhitaji kufa kabla ya wakati wako. Unahitaji kuishi, maana wakati ulionao ni wakati uliokubalika na Mungu, na wakati huo ana kazi na wakati ulionao leo. Mungu ana kazi na wewe leo. Mungu ana kazi na huduma yako. Mungu ana kazi
kazi na wito wako. Mungu ana kazi na kiroho chako. Mungu ana kazi na wokovu wako. Mungu ana kazi na huduma unayoifanya. Ana kazi na wewe. Haupo kwa bahati mbaya. Sema amen. Haupo hapa kwa bahati mbaya. Haupo hapa kwa bahati mbaya. Haupo hapa kwa bahati mbaya. Haujaokoka kwa bahati mbaya. Mungu ana kazi na wewe. Kuna wakati wa kujificha. Usichanganye mambo. Kuna wakati wa kujificha usife kipumbavu, na kuna wakati wa Mungu kukutetea. Sasa usichanganye kwamba huu ni wakati wa Mungu kunitetea. Kuna wakati wa Mungu kukutetea, na kuna wakati wa wewe kujificha. Uovu na ubaya ambayo wewe umeshaujua, huwa hauhitaji Mungu tena, unahitaji wewe mwenyewe ukimbie. Jambo ambalo umeshalijua wewe mwenyewe ya kwamba hapa salama haipo. Alafu unasema Baba, shuka na nguvu zako. Shuka libobobubusa. Rimba ya bobubusi. Kabisa. Hakuna wakati wa kukimbia. Uingize uwe wakati wa Mungu kukutetea. Bora ukimbie Mungu akutetee huko unakimbia. Kuliko unakaa hapo unafuna mwita Bwana. Baba. Ribo bobo. Rita tata. Kaka. Shuku kuku. Sikia wewe utakufa hapo na ribo bobo, na Biblia yako nayo. Utakufa hapo. Kimbia. Biblia inasema walipoona wanafunzi wa Yesu wakatawanyika, mateso yalivyozidi kwa ajili ya kanisa, kila mmoja akatafuta upande wa kwenda. Mwingine Laodikia, mwingine si wapi, mwingine Antiokia. Wakatawanyika. Hawakujirundika sehemu moja. Kuna wakati wa kukimbia, unahitaji kujirundika. Bwana asifiwe. Umeingiliwa ndani ya chumba, umelala, umevamiwa, vibaka wameingia. Unasema Bwana amesema atanitetea Bwana, atanitetea wewe. Utabakwa humo ndani. Jitetee, chomoa panga, chomoa kisu, mpige nacho cha shavu, kimbia. Polisi watakuja kufanya uchunguzi baadaye. Yesu niangalie. Wewe Yesu angalia mwenyewe. Yesu wewe mwenyewe, Yesu wewe. Yesu mwenyewe anafumba macho anakuambia, pumbafu wewe. Wewe mjinga ni. Uhitaji kumwita Yesu wakati unajua hapa nahitaji. Vita nimeshaiona, adui yuko mbele yangu, shetani yuko mbele yangu, hapa ni kupambana tu, hapa napambana tu. Nataka nikwambie Yusufu kwanza maombi. Biblia inasema akavua, shika kanzu akaivua, akakimbia na viungo vidogo vya ndani. Sasa nyingine alikuwa hana, maana mtumwa. Sasa nyingine hata viungo vya ndani alikuwa hana. Kwa hiyo mzee akatroti hivyo, kajificha. Watu hamna hapo. Sasa nyingine hata hizo za ndani hakuwa nazo, lakini akakimbia, akaona ni bora nipate aibu ya kukimbia bila mavazi kuliko kupata aibu ya kuanguka dhambini. Sema amen. Kuna wakati unahitaji nini? Kukimbia. Kuna wakati unahitaji nini? Kujificha. Na kuna wakati wa Mungu kukutetea. Usichanganye. Tunatetewa na Mungu. Kuna wakati upo kwenye gari, ajali inatokea, hapo ni mkono wa Mungu tunahitajika. Wewe unaona hapa risasi zinapigwa, unasema mimi nitaenda hapo maana mimi na Yesu. Utakufa kama afavyo mpumbavu. Sema amen. Ukishajua jambo unaloweza kulisimamia kwa ujasiri, simama tu ukiwa unaamini kwamba hapa Mungu hataniacha. Heri mtu akuchukie lakini umesimamia kweli. Heri mtu akununie lakini umesimamia kweli. Heri ndugu akutenge lakini umesimamia kweli. Heri watu wote wakuite wewe ni mwenye kiburi, wewe ni jeuri, lakini umesimamia kweli, kuliko kutafuta ya kwamba heri nijipendekeze kwa watu nisionekane na msimamo, nisionekane mwenye msimamo mkali sana, maana watu wameshanisema sana, sasa bora tu mimi niwe neutral. Hamna neutral kwa shetani. Neutral kwa shetani ni kufa kiroho. Amen. Punga mkono namna ile. Hallelujah. Yaani ukiwa neutral
kwa shetani maana yake ni kufa kiroho. Sisi tuliokoka hatupo nyotro Bwana. Sisi ni majasiri Bwana. Sisi ni majasiri kama simba Bwana. Sisi tunapambana kama simba Bwana. Unatangaa, unashangaa lakini Bwana anakufanyia muujiza. Ukimsaidia mtu kumuokoa katika uovu, Biblia inasema unapata thawabu yako. Lakini ukimsaidia mtu kuangamia katika uovu, inakula kwako. Hii Biblia hii. Unajua wengi hapa hamna Biblia. Mnatumia za kwenye simu, mnatumia za Biblia za familia. Biblia imebeba hatima ya maisha yako. Biblia imebeba hatima ya maisha yako. Kitabia, Biblia imebeba tabia yako yote. Kiimani, Biblia imebeba imani yako yote. Kibaraka, Biblia imebeba baraka zako zote. Kiulinzi, Biblia imebeba ulinzi wako wote. Kimafanikio, Biblia imebeba mafanikio yote. Maisha marefu, Biblia imebeba maisha marefu ndani yako yote. Kimwenendo wako, Biblia imebeba mwenendo wako wote. Jicho la Bwana linakutazama, sema lipo kila mahali, likiwatazama wema na waovu. Sema amen. Sema tena amen. Haleluya. 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 Kwa ni muhimu sana mwana wa Mungu, unapoanza kuona uovu au dalili za uovu kwenye maisha yako, usiishie tu kujificha. Ishia pia kukimbia. Na sio kukimbia tu, toa msaada. Toa nini? Msaada. Kuna watu huwezi kuokoa. Kuna watu huwezi kuwasaidia. Pastor Mpela atawasaidia. Mzee Ripendo atawasaidia. Mzee Masa atawasaidia. Mzee Pamela atawasaidia. Mwimbaji Heleni atawasaidia. Pastor Masa atawasaidia. Mwenyekiti wa vijana atawasaidia. Kuna watu huwezi kuwasaidia, wanaweza wakasaidiwa na mchungaji. Haleluya. Kwa ni muhimu sana kufahamu, unahitaji kukimbia. Unahitaji kujitenga. Unahitaji kukaa mbali. Unahitaji kuweka mipaka. Unahitaji kusema hapana. Marafiki. Upime urafiki wako. Upime urafiki wenu. Upime mwenendo wake. Unakupeleka kwa Mungu au unakupeleka kwa shetani? Mama yake Sulemani akamwambia, mwanangu, ninakushauri jambo moja. Wenye dhambi wakikushauri usikubali. Unamjuaje kama naye kushauri ni mwenye dhambi? Unajuaje kama naye kushauri ni mwovu? Angalia kinachotoka katika ushauri huu. Amen. Sema amen. Amina. Wako marafiki wazuri. Wako marafiki wazuri. Hebu mtu mmoja hapa nataka tusome kile kitabu cha Luka. Tunapoenda kumalizia tusome kile kitabu cha Luka sura ya 5 ule mstari wa 17. Luka 5 mstari wa 17. Anasema hivi: siku moja Yesu alipokuwa akifundisha, Mafarisayo, walimu wa sheria, walikuwa wametoka kila kijiji cha Galilaya na kutoka Uyahudi na Yerusalemu. Walikuwa wameketi huko, nao uwezo wa Bwana ulikuwa juu yake kuponya wagonjwa. Wakaja watu wamembeba mgonjwa aliyepooza kwenye mkeka, wakajaribu kumwingiza ndani wamweke mbele ya Yesu. Walipokuwa hawawezi wakafanya hivyo, walipokuwa hawawezi kufanya hivyo kwa sababu ya umati wa watu,
wakapanda juu ya paa, wakaondoa baadhi ya vigae, wakapata nafasi ya kumteremsha yule mgonjwa kwa mkeka katikati ya ule umati pale pale mbele za Yesu. Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mgonjwa, rafiki, dhambi zako zimesamehewa, na ugonjwa wake ukapona. Kilichomsaidia huyu ndugu aliyepooza ni nini? Marafiki. Wako marafiki watakusaidia kukutoa kwenye tatizo lako. Wako marafiki wanaoweza kubeba tatizo lako. Wako marafiki wanaoweza kukuinua kwenye tatizo lako. Wako marafiki wanaoweza kuambatana na wewe katika udhaifu wako. Wako marafiki ambao wanajua kupeleke wapi wanapoona tatizo lako. Amen. Wako marafiki hata duniani, wako marafiki wabaya. Jamani, mimi ndoa yangu ina mgogoro. Twende Bagamoyo. Nini? Twende Msanga. Hao ni pia ni marafiki. Lakini wako marafiki ambao wanakuambia, una tatizo, twende kwa Yesu. Una tatizo hili, twende kwa Yesu. Yesu Kristo wa Nazareti anabeba moyo wako, anaponya tatizo lako, anaondoa mzigo wako, lakini ni pale tu utakapoenda kwa Yesu kwa wakati sahihi. Nenda kafanyike leo kuwa rafiki mzuri anayewaleta watu kwa Yesu ili kupata uponyaji. Nenda kafanyike kuwa rafiki mzuri anayewaleta watu kwa Yesu ili wapate uzima, wapate uponyaji, wapate afya, wapate uhai, wapate ulinzi, wapate uzima wa roho zao. Fanyika baraka hiyo. Fanyika baraka hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Fanyika baraka hiyo. Usirinde uovu, usifiche uovu, usifundike uovu. Warete watu kwa Yesu, waambie kwa Yesu, Bwana, hapa ndio bonde la kukata maneno. Wagonjwa wanapona, shida zinaondoka, uovu unaondoka, vifungo vinaondoka. Kwa Yesu mzigo wako unaondoka. Amen. Hawa wenye ukoma hawa, huyu ndugu aliyepooza, sijui alikuwa na hao marafiki kwa muda gani, lakini inavyoonyesha ni marafiki wa muda mrefu tangu akiwa mzima. Amen. Unajua kupooza ni tukio ambalo linatupata tukiwa wazima. Watu wazima, mawazo, magonjwa yanakufanya mwili upooze. Sasa wale marafiki wazuri ulioambatana nao wakati ukiwa mzima, wapo watakao kukimbia na wapo ambao hawatakuacha katika hilo tatizo. Ndio hawa ambao walikuwa wanatembea na huyu ndugu kutafuta uponyaji kila anapokwenda. Je, chunguza marafiki zako. Hawa marafiki waliokuzunguka, kuna dalili ya uponyaji wa roho yako? Kuna dalili ya ukuaji wa roho yako? Kuna dalili mbaya ndani yenu? Chunguza na chukua hatua. Chunguza, chukua hatua. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, unajua usilazimishe vitu vitokee. Kila jambo linalokupata, mengine yana heri mbele za Mungu. Mengine ni mazuri mbele za Mungu. Mungu anataka marafiki ambao mnaweza mkasimama wakati wa shida na wakati wa raha. Hatupo kanisani kwa ajili ya raha tu. Tupo kanisani pia kwa ajili ya matatizo. Tupo kanisani kwa ajili ya kubebeana mzigo. Sasa kwa Mungu wetu anatafuta umoja, anatafuta nguvu, anatafuta marafiki watakaoambatana na wewe katika kila hatua sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Je, marafiki zako ni sahihi kwenye maisha yako? Mungu anajibu. Anataka kukugusa. Chunguza marafiki zako. Chunguza mwenendo wako. Chunguza madhaifu yako. Mungu amekupa nafasi ya kujichunguza. Shahidi wa kwanza wa roho yako ni wewe mwenyewe. Chunguza moyo wako. Chunguza moyo wako. Chunguza ndani yako. Chunguza. Amen. Amen. Ili Mungu atende kitu kikubwa ndani yako.
Tusimama tukamshukuru Mungu. Nataka tukafanya maombi, inawezekana. Sijajua wewe ni wapi ulikosea.